Mtazamaji wa Global TV, hapa ni nyumbani alipokuwa akiishi marehemu Karina almaarufu kama Hawa. Hapa ni Magomeni Mapipa, mtaa wa Mvumi, ndipo alipokuwa akiishi enzi za uhai wake. Na uzuri ni kwamba niko na mtangazaji ambaye alimpa msaada mkubwa sana wa kuweza kuwafikia watu mbalimbali na kufahamisha umma kwamba ana uhitaji wa kutaka msaada ili aweze kupata matibabu. Imelda Mtema, huyo hapa. Habari yako? Salama Kagabi, mzima, unaendeleaje? Kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri na nimekuona, nimefurahi sana kwa sababu ukimzungumza Karina, watu wengi wanakuambia unamzungumza Imelda Mtema, kwa vile ambavyo ulishiriki kwa namna moja au nyingine kuweza kupambania afya yake mpaka pale ambapo alipata safari ya kwenda India, na wewe pia ukaelekea huko kwa ajili ya kuweza kumsupport, kumuonyesha kwamba ndugu yangu, ndugu ni kwenye shida na raha. Labda utuambie siku ya leo ya hitma ya Hawa almaarufu kama Karina, kwako ni siku ya namna gani? Kwa siku ya leo, kwanza kabisa tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameamua kutupa watu uvumilivu, kuwaondoa, si kwamba atakuondoa majonzi moja kwa moja, lakini Mwenyezi Mungu ameleta shani yake, watu kidogo wamepunguza maumivu, wamepata muda wa kumswalia, wamepata muda wa kumuombea, lakini kikubwa kutujenga sisi kwamba yani ni kweli Karina ameshatawaliwa na Mwenyezi Mungu, na kinachobakia sasa hivi sisi tuendelee kumuombea kama hivyo. Mwenyewe alikuwa anapenda sana dua, alikuwa anasema yani muda mwingi anasema chakula chake ni dua, kwa hiyo anafurahi. Kwa hiyo kama hivyo watu wanamuombea, wanamswalia. Leo siku ya 40, wanasema kiimani, wanasema siku ya 40 ni kama yani ndio kama tunatengana naye, lakini si kwamba kutengana naye vile kinini, yani anakuwa kama sasa mazingira ya nyumbani, yani ndo anaenda huko ambapo atupajui, ila kubwa ni kubwa zaidi tunamkumbuka kwa upendo wake. Alikuwa na upendo sana, alikuwa mvumilivu, alikuwa jasiri. Ujasiri wake umenifundisha mambo mengi sana, alikuwa na subira, kitu kama hicho. Watu wengi wanakuzungumza kwa uzuri Imelda, kwamba ni mwanamke ambaye unagusa maisha ya watu wengine wenye shida, unawasaidia kwa maana kuwafikia wadau na watu mbalimbali kupambania afya zao. Natamani uniambie, wakati ndio ametangulia kwenda India, marehemu Karina, na wewe siku ulivyokwenda kufuata baada ya kukutana naye, baada ya kukuona, ilikuwaje? Labda kipindi kile ambacho cha msiba ukuweza kusema kwa sababu ya majonzi ya ukaribu wako na undugu na urafiki ambao mliujenga kwa muda mrefu. Kwanza Karina alifurahi sana na nisha kuiongelea, nikasema kuna wakati yeye nilipofika akasema au kwa vile naumwa labda naota na nini, anauliza hivi ni kweli umekuja? Yani alikuwa anajaribu kusema au naota. Sasa kitu kile kikamfanya mpaka usiku wakati wa kulala, maana hospitali vitanda viko dogo, maana siku nafika alikuwa hospitali, kesho yake ndo tuliruhusiwa. Kwa hivyo vile vitanda ni vidogo, aliniambia naomba tulale hapa hapa, na video ipo, tumelala wote pale. Kaka yake ndiye alipotoa tumelala akatuchukua video. Kwa hiyo alisema mimi nilikuwa nahisi kama naumwa, labda ni ndoto au labda ni hivyo. Kwa hiyo alifurahi sana, alifurahi kwa sababu alikuwa anasema alikuwa anatamani sana, kwa maana yeye alikuwa anajua yeye ameshapona. Kwa hiyo alikuwa anasema alikuwa anatamani sana niwepo pale, nione yani ile furaha, tuondoke wote turudi Tanzania, ndio ilikuwa ndoto yake kubwa. Na wakati siku ambayo unamuaga kwamba unarudi Tanzania na yeye bado siku zake chache tu aweze kurudi, kwa upande wake alipokeaje, na mapokeo yake wewe pia uliyapokeaje? Na wakati ushapanda ndege unaelekea Tanzania, na vile ambavyo baadaye ukaja kusikia taarifa ya kwamba Karina uliomwacha India hatuko naye tena. Kwanza unajua mimi nilivyofika nilikuwa nimelenga tarehe ambazo yanarudi. Kwa hiyo ni ile siku ambayo nikata tiketi ya tarehe ambayo tungerudi naye. Kwa sababu nilikuwa tuliongea vizuri na wale maagent, walikuwa na ile siku ambayo narudi mimi na ndio alikuwa anarudi. Lakini kwa bahati mbaya daktari alivyomwangalia kidonda akasema huwezi kusafiri mpaka baada ya wiki 2. Kwa hiyo sasa ile tarehe 27 ambayo akatakiwa kurudi hakurudi. Kabidi mimi ndio siku anaondoka. Na mimi sasa baada ya kumwambia akaniambia kwa nini usibadilishe tiketi ili uondoke na sisi? Nikamwambia mimi kule kuna vitu vingi na nilikuwa na vitu vingi sana vya kufanya. Nitavikwepa, basi endelea kubaki, mimi niendelee kwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ambayo kwanza siku alikuwa yuko sawa, analia yani kitu kidogo analia, kitu kidogo anasema hapa nimeumia, yani alikuwa, lakini nikaa nimemuelewa kwamba ilikuwa ni ile hali ambayo nilikuwa naondoka, alikuwa kama haikubali.
alikuwa ananiambia kwa nini usibadilishe tiketi, mimi tunaweza tukaenda mpaka kule Emirates tukabadilisha. Kwa hiyo alikuwa ni kitu ambacho kwa hata kimi naondoka. Kwa nataka siku ambayo atakayorudi turudi wote. Na leo nimepata bahati ya kuzungumza na kaka yake na marehemu Karina, na akaniambia kwamba leo siku yao sio nzuri kabisa kwa hapa nyumbani, kuanzia kwenye 40 yenyewe, lakini pia amenielezea kuhusiana na mama mzazi wa Karina kulazwa hospitali tena ICU akiwa hali mbaya, akizungumza kwamba mtu akiingia na anayetoka mama bado afahamu nini ambacho kinaendelea. Labda neno lako ni lipi kama hapa karibuni ulikutana na mama na kuzungumza naye? Mimi mara nyingi huwa nakuja, sasa nikipata muda nikikatiza hapa na nakuja kumsalimia. Lakini mama alikuwa ananiambia mimi bado naumwa, najisikia vibaya. Yaani kila nikija waga ananiambia hapa naumwa, hapa sukari nisumbua, siko sawa. Yaani mara nyingi anasema toka Hawa alivyofariki hajawa sawa. Anaumwaga, lakini sasa ile nafikiri ile hali ya mawazo kuhusiana na mtoto wake ndio imemzidisha kuwa katika hali hii. Lakini mara nyingi ananiambia mimi siko sawa, najisikia vibaya, sijui nitaweza. Mara nyingi sasa sijui nitaweza kukaa bila Hawa. Yaani hicho kitu nafikiri ndio hasa kinakuwa kimemsumbua zaidi. Watu wanaendelea kuumizwa na kububujikwa la machozi wanaposikia bi mkubwa naye hali yake sio nzuri, na leo 40 kwa maana ya hitma inaendelea hapa kwa maana ya kila kitu ili kuhakikisha kwamba kinakwenda sawa sawa. Labda wewe kwa kuwa ndio dada mtangazaji kiongozi Global TV, na hili ulilishika kwa mikono miwili kuhakikisha kwamba unaipambania afya ya marehemu Karina, na hapa tulipofikia, maneno yako ni yapi kwa wadau na watu mbalimbali ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine kumsupport kipindi chote ambacho alikuwa hai kupambania afya yake? Unajua hamna kitu kizuri kama mtu kugusa maisha yake, kujaribu kugusa uhai wake, yani kujaribu kuupa uhai tena uhai wake, yani kumfanya aweze kuishi tena kama mwanadamu. Hakuna kitu kizuri kama hicho. Na ukiangalia Hawa wameumwa muda mrefu, miaka 9. Watu wengi sana, yani watu tofauti tofauti, kila mtu yani ukija kumpigia kila mtu amegusa kwa namna yake. Na kwa sababu ugonjwa Hawa ni wa muda mrefu, lakini kila mtu alijitahidi, mwenye nacho alijitahidi kugusa kwa wakati wake. Sisi tunawashukuru sana, tunawaombea heri, tunazidi kuwaombea dua, lakini si kwa Hawa tu. Kuna watu wengi wanaumwa, sasa hivi kuna Wastara pia anaumwa. Mtu yote anaweza kwenda kumtembelea, hata saa nyingine si kwenda kumpelekea kitu au kumpa hela. Saa nyingine kwenda kuongea naye ni dawa. Saa nyingine mgonjwa anakuta anaumwa muda mrefu, anatamani tu kuona watu wazungumze nao, anatamani kuona watu wanaowapenda wazungumze nao. Kwa hiyo wakati mwingine sio hela, wakati mwingine tu kwenda tu angalau kumpa faraja mtu ambaye ni mgonjwa, anaumwa, kwenda kumpa faraja, kumuonyesha bado kwamba kuna watu muhimu wanamzunguka. Bana, nilikuwa nikizungumza mawili matatu na dada Imelda Mtema, mtangazaji kiongozi wa Global TV, na amezungumza mengi kuhusiana na marehemu Hawa almaarufu kama Karina, aliyekuwa msanii wa Bongo Movie hapa nchini Tanzania, ambapo alielekea India kwa ajili ya matibabu. Kwa bahati mbaya au nzuri, baada ya kupata matibabu, siku ambazo zilikuwa zinakaribia kurudi Tanzania, Mwenyezi Mungu akamchukua. Hapa ni nyumbani kwao alipokuwa akiishi, panaitwa Magomeni Mapipa, mtaa Mvumi, ambapo ndipo inafanyika hitma hii. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma kamera Zakaria Master Gamondi. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.